Agenda tulizonazo tutakuwa nazo agenda 6. Na maji, afya, elimu, miundombinu, utawala bora pamoja na ulinzi na usalama. Ndizo tulizonazo agenda. Lakini pia kwenye utawala bora nitafafanua zaidi kwamba ni nini ambacho tunaendelea kuifanya. Mimi nataka nianze na utawala bora ambao ni agenda namba 5. Ndugu zangu, mimi naendelea kuwasisitiza wananchi wote kwenye swala la utawala bora. Lakini pia 2024-2025 tumepokea fedha milioni 584 na 284,000 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari eneo la Kabraishoki. Hadi sasa mwalimu yupo, atatoa ufafanuzi kwamba imefika asilimia ngapi, lakini tunachokiamini tuna asilimia zaidi ya 90. Kufika tarehe 1 mwezi wa 4 tutakabidhi hiyo shule kwa wananchi ili kusudi watoto waende pale. Ndugu zangu, hayo ndiyo mafanikio tulionayo kwenye upande wa elimu. Lakini sio hayo tu, na mengine mengi. Kwa sababu shule zilizokuwa zimesajiliwa ni 2. Leo hii tutakuwa na shule 6 ambazo zimesajiliwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tuna ongezeko zaidi ya mara 2. Yes. Ni kazi kubwa ambayo imefanyika chini ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini sio peke yake, kwa sababu huku kunakuwa na watu wengine wanaoenda. Yes. Kuna mheshimiwa mbunge Engineer Ezra John Chiweresa, anapambana sana. Mimi naendelee kuwaomba tuendelee kumuunga mkono ili kusudi 2025 atakaporudi tena aongeze, aendelee kuja kuwahudumia Watanzania wenzetu. Lakini pia nimesema kwenye utawala bora ni pamoja na mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Mimi naendelee kuwaomba watu wajipange kwenda kuchukua fedha, kwa sababu fedha tunazo nyingi. Juzi tu nilikuwa kwenye kikao, mimi niko kwenye kamati ya mpango na fedha. Juzi tulikuwa tumefika milioni 900. Kwa hiyo fedha tunazo. Watu vikundi waendelee kujiunga, waendelee kujisajili, kwa sababu bahati nzuri tumeshaongeza umri. Sasa hivi kijana anatakiwa awe na umri wa miaka 45. Kuanzia 45 na kushuka chini. Sio kama kipindi kile ulikuwa unakuta kijana anakuambia mwisho ni 35. Sasa hivi ni miaka 45. Kwa hiyo mimi naendelee kuwaomba, hata kama wewe ni baba unajua na miaka 45, wewe ingia kwenye kikundi. Fedha tunazo ni nyingi. Na hususan tunahitaji wafanyabiashara, watatu tunahitaji na vikundi vile vyenye nguvu, vyenye mfano. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tumesema kwamba iwe mchanganyiko. Tunahitaji vikundi vyenye nguvu. Kwa hiyo mimi naendelee kuwaomba watu msisite kutengeneza vikundi. Fedha zipo na zipo nyingi, kwa sababu sisi kila mwezi, kila tunapokusanya kila mwezi tunatenga ile fedha kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli hiyo, kwa ajili ya mikopo ya vijana pamoja na kina mama na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo mimi naendelee kuwaomba na kuwasihi wale ambao hawajajiunga kwenye vikundi wajiunge. Fedha zipo. Fedha zipo, waziombe, kwa sababu fedha tunazo kama halmashauri. Sasa hivi kidogo kuna madaktari wamekuja 4. Kwa hiyo kidogo ingarau changamoto endelea kupungua. Lakini pia kwenye mafanikio kuna fedha ambayo imekuja sasa hivi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba au wa jengo la mama na mtoto. Muda si mrefu tunaanza kujenga pale. Kwa hayo ni mafanikio kwenye upande wa afya. Lakini tuna mradi mkubwa wa maji. Mradi mkubwa wa maji huu umekuwa ni wa muda mrefu, lakini mimi naendelea kuhakikishia kwamba mkataba unakamilika mwezi wa 6. Na yeye sisi kila siku tunapompigia simu anasema atakamilisha.
Sasa hivi wako kwenye oda za bomba, nafikiri muda si mrefu. Walilaza mara ya kwanza zikawa zimepelea, ameenda kutengeneza zingine. Nafikiri muda si mrefu ataingia tena site kwa ajili ya kuhakikisha wanamalizia mradi, na ule mradi utaenda kilomita 45, eneo la milioni 900. Ni mradi mkubwa sana. Tunaamini ule mradi ukishakamilika, sangine na changamoto inaweza kufanyeje, inaweza kupungua. Japo kuwa kwa sasa tunaendelea kuwashukuru wawekezaji na wafanyabiashara ambao walitusaidia kutengeneza visima vya maji. Sawa sawa. Kwa sababu kiangalia wingi wa watu, tusingekuwa tuna watu binafsi, ingekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini hata kama mradi utakuwa umekamilika, mimi naendelee kuhakikisha kwamba kama mwakilishi wa wananchi, lakini pia kwa kushirikiana na serikali, tutaendelea kuwa bega kwa bega na hawa wenzetu ambao ni wafanyabiashara au wawekezaji wa eneo hili la Nyakanazi. Safi. Hii ni RPS Media TV Tanzania. Endelea kuwa nasi katika televisheni yako.